Katika taarifa ya kusikitisha sasa, afisa mmoja wa polisi amejipiga risasi na kufa papo hapo kufuatia ugomvi wa kinyumbani na mkewe. Inaarifiwa kwamba afisa huyo wa CID anayeishi katika mtaa wa Nyayo alizozana na mkewe, ambapo alitishia kumpiga risasi mke na watoto. Aidha, walipotoroka alijilenga kichwani na kujifyatua. OCPD wa Embakasi Apollo Wanyonyi amesema afisa huyo alikuwa anahudumu katika afisi ya CID ya Embakasi. Saida Swale ana maelezo zaidi. Ndio uharibifu ulioshuhudiwa baada ya afisa katika idara ya upelelezi anayehudumu katika kituo cha polisi cha Kayole kuzua mvurugano na mpenzi wake. Inadaiwa kuwa afisa huyo alikutana na msichana huyo katika baa moja na kukorofishana naye, baadaye kumfuata hadi kwake mtaani Nyayo alikofyatwa risasi mara kadhaa. So wakati tulikimbia hapa tukasikia kwamba kuna mikore mingi hapa. Hatukujua kama kuna kitu yote, lakini tukaambia kwamba kuna askari amekuja hapa iko hamdi. Sasa mimi ngakimbia kwa nyumba yangu ngasema waje nikuje basi tuonane hapa. Afisa huyo anayetambulika kama Anthony Kangu anadaiwa kumkosa binti huyo nyumbani kwake na kuzua hali ya wasiwasi mtaani humo. Mwanamke huyo anadaiwa kutoroka na watoto wake. Baadaye afisa huyo alijitoa uhai kwa kujifyatulia risasi kichwani na kufariki papo hapo. Alikuwa anakuja kwa mwanamke. Sijui mwanamke anaitwa Frida Manani. Sasa wamekuwa na mavurugano of late. Kama wakati mwingine unasikia mpaka mwanamke anatoka kwa ile dirisha bedroom anasema nisaidie, lakini majirani wote walikuwa naogopa. Unajua iziingilia maneno ya boma ya mtu. Sasa leo nilikuwa nakuja kwa nyumba, nilikuwa nimetoka kwa duka pale kununua maziwa. Nikasikia milio ya risasi. Kukuja hapa watu wameshtuka, wameenda ile pande nyingine, yani hata manyumba unasikia watu wanapiga manduru na makomosho. Marehemu ni kama alijimalizia. Kwa sasa polisi wameanzisha uchunguzi wa kubaini mbivu na mbichi. Saida Swale, KTN leo.